yapo kwenye makala ambayo imeandaliwa, ambapo tutaona na kusikiliza yale yaliyotendeka. Yaliyopo kwenye makala ni baadhi tu ya mambo ambayo yamefanyika ndani ya kata ya Utalingolo, lakini tumeandaa kwa kushirikiana wote na wenzangu viongozi ngazi ya kata kitabu kinachoelezea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hiki kimeenda kwa kina, lakini hatujamaliza mambo yote. Nisemee tu, katika kipindi hiki cha miaka mitano, Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kusaidiana na Mheshimiwa mbunge wetu mahiri makini Mheshimiwa Deodatus Philipo Mwanyika, tumepata zaidi ya bilioni 3 zimeingia ndani ya kata hii ya Utalingolo. Ndugu zangu, ninaposema bilioni 3 wengine wasije kafikiri nasema milioni 3. Bilioni 3 imeingia kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya kata ya Utalingolo. Pigeni makofi na vigelegele. Miradi mbalimbali imetekelezwa ambayo kiufupi nitaielezea, lakini mingi tutaiona kwenye makala yetu itakayowasilishwa hapa. Tukianza upande wa afya. Upande wa afya, madawa, vitendea kazi kwa maana vifaa tiba na vitendanishi ni zaidi ya shilingi milioni 400 zimeingia katika kata yetu, kwa maana vituo vyetu vitatu vya kutolea huduma, zahanati ya Mfeleke, zahanati ya Utalingolo na zahanati ya Unole, lakini ni pamoja na kituo chetu cha afya cha Ihalo, ni zaidi ya milioni 400 imeweza kuingia hapa katani. Lakini pamoja na hayo, katika kipindi hiki kwa kushirikiana na wenzangu wote, kituo chetu cha afya kilikuwa kina changamoto ya wataalamu ngazi ya kata, kwa maana kituo cha afya. Tulivyomshirikisha Mheshimiwa mbunge wetu Deodatus Philipo Mwanyika, kilio chetu alikipeleka mbele kikasikika. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni ajabu. Waganga au wataalamu wa afya, wataalamu 10 wote walipangiwa kituo cha afya chetu cha Ihalula, wataalamu 10. Kwa ni namna gani tunaweza tukaona Mheshimiwa mbunge jinsi anavyofanya kazi. Lakini pamoja na haya, kata yetu ilikuwa ni miongoni yenye kituo cha afya ambacho kinafanya kazi, lakini tulikuwa hatuna gari la ambulance. Lakini hivi punde tumepata gari la ambulance lenye zaidi ya milioni 200. Piga makofi na vigelegele. Tunaposema gari lipo ambulance, manake sasa akina mama wala tusijibane. Mkoa wetu wa Njombe una watoto au una watu pungufu, tuko 800 tu. Kwa ambulance tunayo. Kwa akina mama, hebu niwaombe tusijibane. Hata mke wangu mimi nitaenda kuongea naye. Lakini pamoja na hayo, tumeweza kupata x-ray ya kisasa kabisa, generator standby generator lenye zaidi ya milioni 60. Generator standby ambalo umeme ukikatika lenyewe linajiwasha automatic. Akina mama hapo vipi jamani? Mtabana au hamtabana? Mtabania, mtabana. Lakini pamoja na hayo, tukija upande wa barabara, ndugu zangu wanakata Utalingolo, hebu ningeomba huyo mtu wa makala hebu aiache kwanza. Hebu iache kwanza hiyo. Mimi naomba watu wote waniangalie mimi na wanisikilize mimi. Hayo yatafuata. Nikimaliza tu MC atatuongoza ndio tutaanza kusikiliza kule. Tukija upande wa barabara, ndugu zangu wanakata Utalingolo, Mheshimiwa mgeni rasmi wa leo, katika kipindi hiki cha miaka mitano tumefanya kazi kubwa sana ya kuboresha miundombinu ya barabara. Nadhani sote tutakuwa mashuhuda. Kabla ya mwaka 2020, barabara hii ya kutoka mjini kuingia ndani ya kata yetu kuelekea Luponde na Lugenge ilikuwa changamoto. Kweli sio kweli?
Lakini hivi tunavyoongea, barabara hii kwa msimu huu kwa mara ya kwanza imekuwa barabara iliyo bora na haijaharibika kama ilivyokuwa inaharibika miaka mingine. Kweli sio kweli? Lakini pamoja na hayo, tumefungua mtandao wa barabara katika kata yetu. Hatua ya kwanza, tulianza kutengeneza barabara ambazo zimefunguliwa kwa mara ya kwanza kwa maana ya grader. Barabara ya Ihalula Nole Rugenge yenye urefu wa kilomita 15, lakini tukafungua barabara ya Nole kwenda Kisilo yenye urefu wa kilomita 4. Hapo vipi jamani? Lakini tumeendelea kufungua barabara mpya ambazo wengine toka wanazaliwa maeneo yao ndio ilikuwa mara ya kwanza kuona grader. Kweli sio kweli? Tumefungua barabara ya kutoka Utalingolo kuelekea Igagala yenye urefu wa kilomita 7 kwa mara ya kwanza. Hapo vipi jamani? Imefunguliwa barabara kwa grader kwa mara ya kwanza inayotoka Nole kwenda Igagala kilomita 4. Hapo vipi jamani? Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ujumla wake mtandao wa barabara hizi nilizozisema kwa miaka tofauti ni jumla ya zaidi ya milioni 825 zimeingia ndani ya kata ya Utalingolo. Vigelegele jamani. Pamoja na hayo, shughuli mbalimbali zimefanyika upande wa elimu. Upande wa elimu ni zaidi ya shilingi milioni 900 zimetekeleza miundombinu mbalimbali. Ujenzi wa madarasa tutayaona kwenye makala yetu, ujenzi wa vyoo na nyumba za walimu. Nikizungumzia swala la sekondari, pale nafikiri wote tumekuwa mashuhuda, tutashuhudia madarasa zaidi ya 15 yamejengwa, lakini mabweni 3 yamejengwa, lakini hivi sasa tunaendelea na ujenzi wa baro la chakula na ukamilishaji wa nyumba ya mwalimu, milioni zaidi ya 900. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Nisiseme mengi. Upande wa kilimo, upande wa mifugo, maendeleo ya jamii zaidi ya milioni 250 zimeweza kutolewa na watu wameweza kunufaika kwa shughuli mbalimbali kutoka kwenye mikopo ya 10%. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Hapo sawa si sawa? Tukija kwenye swala la udumavu, kata ya Utalingolo ndio kata pekee ambayo imeweza kupambana kuhakikisha kwamba tunatokomeza udumavu. Tulivyoshirikiana na wenzetu ndani ya Kamaka, changamoto ni nini? Na hili niongee kwa faida ya halmashauri mji ya Njombe. Tulichochanganua na kubaini kwamba makundi 6 yale ya vyakula ni kundi moja ambalo ndio lina changamoto na ndio ni changamoto kuu, kundi la protein. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Kundi la protein ndio ambalo limeonekana kuwa na changamoto kubwa, na kata yetu Utalingolo kwa awamu ya kwanza udumavu ilikuwa ni 43%. Lakini tunavyoongea hivi udumavu umeshapungua na tunaelekea kwenye 36%. Kwa nini tulikifanya? Ndugu zangu, hapo naomba tutulie vizuri. Nini tulikifanya? Kwamba changamoto ya udumavu imeonekana inagusa zaidi wale ambao ni kaya zenye uchumi wa chini. Na kaya zilizo na uchumi wa chini zina changamoto kubwa ambayo wanashindwa kupata protein ambayo inawezekana ni ya mmea au ya wanyama. Kwa sisi kama kata ya Utalingolo tukajikita kuhamasisha shughuli ambayo inaweza kuwa rahisi kwa huyu mtu wa chini ili aweze kupata kitoweo cha nyama ambayo ni protein. Kwa hiyo tukaanzisha mradi wa ufugaji wa simbilisi. Simbilisi hoye! Simbilisi hoye! Simbilisi ni sungura wadogo ambapo wote tunafahamu na wote tumekuwa tukifuga. Lakini utamaduni wa sisi wa Kitanzania walio wengi tumekuwa na utamaduni wa kudharau vitu vya chini. Tunataka vitu vya juu. Sasa kuna ndugu zetu hawa ambao kiuchumi wako chini, hawana uwezo wa kufuga kuku, hawana uwezo wa kufuga sungura, hawana uwezo wa kufuga hata mbuzi, ng'ombe na kuendelea. Ukimpelekea ng'ombe mtu ambaye ana uchumi wa chini, ni sawa unataka kwenda kumdidimiza
kiuchumi, vinginevyo msaidie kwa maana awe na mtaji wa kuendeshea huyo ng'ombe na hiyo mifugo mingine mikubwa. Kwa hiyo sasa katika kata yetu tulianzisha huo mradi wa ufugaji wa simbilisi kuelekeza kwenye kaya ambazo hazina uwezo, lakini tunapoongea hivi sasa tumehamasisha na simbilisi ziko nyingi za kutosha, lakini tujipongeze wanakata Utalingolo. Sisi tumeweza kuvimudu na kuvipenda vyetu tulivyo navyo. Hivi ninavyoongea imekuja project ambayo sasa wameelekeza macho Utalingolo kwamba zinatakiwa simbilisi zaidi ya 400 ambazo zinatakiwa zikatekeleze miradi kama hii tuliyoanzisha kata ya Utalingolo. Hapo vipi jamani? Niishie hapo. Tukija kwenye swala la kata ya Utalingolo bila uchafu, kata ya Utalingolo bila uchafu, Utalingolo bila uchafu inawezekana. Tulipoanzisha swala zima la usafi wa mazingira ilikuwa ni changamoto. Tukianza na swala la vyoo bora ilikuwa changamoto. Wananchi kadhaa walikuwa wakilalamika mpaka wanafika kwa diwani, kwa mtendaji kata, tumevunjiwa vyoo vyetu vilivyokuwa vya mashimo. Sasa hatuna mahali pa kwenda. Ndugu zangu, tunapohitaji maendeleo, changamoto mbalimbali zinaweza zikatokea. Lakini leo hii wana Utalingolo, ukimwambia mwana Utalingolo ameenda mahali anauliza kwanza, hivi choo hapa ni cha kulenga au cha kuflash? Atauliza hivyo. Leo ninapozungumza hapa, kata ya Utalingolo yote vyoo vimeboresheka. Vyoo vyote sasa ni vya masinki, ni vya kumwaga maji, tofauti na vile vyoo vya kulenga. Vyoo vya kulenga vipo havipo? Havipo. Tunapenda vyoo vya kulenga, hatupendi? Hapo vipi jamani? Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kata pekee ambayo tumehamasishana pia usafi wa mazingira. Takataka zozote zile, iwe ni maji mtu amekunywa au amekunywa soda katika chupa ya plastiki, kuna mahali maalum ambapo inatakiwa aweze kwenda kutupa zile takataka. Kwa hiyo tumehamasishana, kila mlango wa biashara lazima uwe na dustbin, sehemu za mikusanyiko ikiwa ni misiba, sherehe, lazima kuwe na mifuko kwa ajili ya kutupa takataka. Na ndio maana Mheshimiwa mgeni rasmi, inawezekana hukutambua, lakini kuombe utakapokuwa unarudi uone, utalinganisha na maeneo mengine, hata barabarani takataka ziko chache sana, na wanaotuchafulia sio wanao Utalingolo. Kweli sio kweli? Wapita njia walio kwenye mabasi ndio wanaopita na kutupa hizo takataka. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikija upande wa umeme, vijiji vyetu vitatu vya kata ya Utalingolo tulipokuwa tunaanza awamu hii, ni kijiji kimoja na vitongoji viwili tu ndio vilivyokuwa na umeme. Ni Halula na vitongoji vyake viwili, kitongoji cha Mpombwi na kitongoji ni kitongoji gani kile tukumbushane? Lukungu. Kwa hiyo ni vitongoji viwili tu ambavyo vilikuwa na umeme. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tunavyoongea hivi leo, Mama Samia akaleta mambo. Vijiji vyote vina umeme na vitongoji vyote katika vitongoji 20, vitongoji 14 vyote vina umeme. Kwa hiyo sasa hivi tumesaliwa na vitongoji 6 tu. Pigeni makofi na vigelegele. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukija upande wa maji, kuna mradi wa maji ambao tuliukuta, lakini tulivyoingia ndio tumehamasisha ili uweze kuanza kufanya kazi. Mradi wa maji ambao ni wa Rugenge Utalingolo, kwa jina linaitwa hivyo, ambapo sasa imeanzishwa chombo cha watumiaji kinaitwa Luki. Ule mradi ulikuwa na gharimu zaidi ya bilioni 1.5, lakini tulivyoanza shughuli ya utekelezaji wa ilani, yale maji yalikuwa hajaanza. Lakini tumehamasisha kuhakikisha maji yaanze kutoka, lakini tukabadilisha hata mfumo, tukashawishi kubadilisha mfumo. Zamani ilikuwa yale maji lazima yachoto kwenye vituo, lakini tukahamasisha na tukaelimishana, tukashirikisha meneja wa Luwasa kwamba maji yale sasa yaingie ndani ya nyumba ya mtu kwa sababu matumizi ni yale yale. Kweli sio kweli jamani? Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na yote, upande wa elimu, kata yetu Utalingolo tumebahatika, na nadhani sote tunajua ujenzi wa chuo kikuu branch ya Njombe, chuo kikuu cha UDOM, umesha sainiwa mkataba ambapo ujenzi unaanza hivi karibuni
na wameshaanza wote, nafikiri tunajua. Kweli sio kweli? Lakini kata yetu ya Utalingolo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumenufaika kuwa sehemu ya branch ya UDOM ya chuo kikuu hicho, kuwa na eneo limepitishwa, eneo ambalo litatumika kwa ajili ya mazoezi ya kivitendo kwa ajili ya wale wanachuo kikuu. Piga makofi na vigelegele. Kwa hiyo matarajio yetu baada ya miaka kadhaa, tunaamini katika eneo letu la Ihalula ambalo tumetenga kwa ajili ya ujenzi wa hicho chuo kikuu kwa maana mazoezi ya kivitendo, tunaamini kabisa hata barabara yetu itaboresheka zaidi. Tunaamini baada ya miaka kadhaa hii barabara ya kutoka Njombe mjini kuja Utalingolo mpaka kuunganisha kwenye kituo chetu cha afya na eneo lile litakalotumika kwa ajili ya chuo kikuu itakuwa lami. Mheshimiwa mgeni rasmi, yapo mengi ambayo ningeweza kuongea, lakini kata ya Utalingolo ndio kata pekee inayofanya vizuri kwenye michezo. Michezo hoye! Michezo hoye! Wachezaji hoye! Mheshimiwa mgeni rasmi, tunafanya mambo yote, tunamaliza mambo yote. Kwa hiyo kata ya Utalingolo ni kata ambayo inafanya vizuri hata kwenye michezo. Kwa msimu uliopita, kwanza msimu wa nyuma kabla ya uliopita, kata ya Utalingolo ilikuwa bingwa wa tarafa ya Igomenyi. Piga makofi na vigelegele. Lakini msimu uliofuata, kata ya Utalingolo msimu uliopita, kata ya Utalingolo imekuwa ni bingwa wa tarafa ya Igomenyi, lakini imekuwa ni bingwa wa jimbo la Njombe. Lakini na msimu huu ndo tuko mdogo mdogo. Tuwapongeze sana vijana kwamba jana wameweza kufuzu hatua ya robo finali. Kwa sasa tunaelekea hatua ya mbele, hatujui ya mbele atakavyokuwa. Piga makofi na vigelegele. Mheshimiwa mgeni rasmi, yapo mengi ya kuongea, niombe tu kusema haya ni utangulizi, lakini tutaangalia kwenye makala. Nitumie nafasi hii, pamoja na kwamba kule nimesema, nishukuru viongozi wote, nikianzia Mheshimiwa Rais, mbunge, Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa, wilaya, kata na matawi yote. Lakini nipende kushukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Tuna mkuu wa mkoa hodari sana, jembe, mhamasishaji mkubwa sana wa maendeleo, Mheshimiwa Anthony Mtaka na timu yake. Lakini nikushukuru pia na wewe Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, uko makini sana. Mtu asiyekuelewa anaweza asikuelewe, lakini ni mchapakazi mzuri sana, pamoja na timu yako tunawashukuru sana. Niwashukuru wengine wote kwa maana viongozi wenzangu ngazi ya kata pamoja na vijiji, watumishi wote. Lakini tumie nafasi hii niwashukuru wananchi wote wa kata ya Utalingolo bila kuacha mabalozi. Mabalozi ndo msingi wa maendeleo, ndo waliochagiza shughuli hizi zote mpaka hapa tulipofika. Naomba tuwapigie sana makofi mabalozi. Lakini kwa nafasi ya pekee nimshukuru sana mke wangu, naomba usimame. Naomba tumpigie makofi. Nimshukuru sana mke wangu pamoja na familia yote kwa ujumla. Wangelikuwepo hapa, lakini kwa sababu ya majukumu mengine hawapo hapa. Wamewakilishwa na mke wangu, naomba ukae. Wao au nikianza na mke wangu, amekuwa ni kiunganishi kikubwa. Kama mlivyosema, kumelemeta kwangu, ujasiri wangu, manake mambo yote yanaanzia wapi? Nyumbani. Si ndio hivyo kwa hiyo nimpongeze sana na kumshukuru, na amekuwa mvumilivu. Manake unajua kazi ya udiwani, amekuwa mvumilivu. Manake unakuta kuna wakati unaiacha familia, lakini inabidi watumikie wananchi, lakini yeye amejitoa, ndio maana amekuja hapa kuungana nasi sote. Tunaomba tumpigie makofi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu, ningeweza kusema mengi, lakini kwa sababu yako kwenye makala, niseme tu haya ni baadhi ya yale ambayo tutakayoyaona, na yapo na mengine zaidi. Lakini tukushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi, ambapo umemwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa sababu ya dharura aliyoipata, na wewe umekuwa tayari. Mimi hapa mgeni rasmi alipaswa awe Mheshimiwa mkuu wa mkoa Anthony Mtaka,
Ilipofika asubuhi ya saa 2 akanipigia simu, akanielekeza nije hapa kwa ajili ya kumwakilisha, lakini na mimi nilikuwa na mpango wa kuja mimi kama mjumbe wa kamati ya siasa, kwa sababu amesafiri, hayupo katika eneo letu la Njombe. Kwa na mimi naungana kabisa na wajumbe wote mliomaliza kuongea ya kwamba tunakupongeza Mheshimiwa Diwani kwa uwasilishaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kuwasilisha shughuli ambazo umezifanya kwa miaka 5, ambazo pia zingine zilikuwa ahadi zako, ahadi za chama, lakini zote zilikuwa ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na kwa kweli mimi binafsi nimeridhika kwa sababu zimetekelezwa kwa ufasaha na kwa umaridadi mkubwa sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameniambia nikupongeze kwa kazi kubwa hiyo uliyoifanya, na kwa sababu aliona kitabu chako cha utekelezaji wa ilani, akasema mimi nimeridhika na kazi kubwa iliyofanywa na wewe kama diwani, lakini iliyofanywa na serikali kwa ujumla. Ni kazi kubwa sana. Lakini cha kwanza naungana sana na wananchi wote ambao nimewasikia kwenye documentary ambayo tulikuwa tunaisikiliza sote. Nimeona wenye viti wa vijiji wameridhika sana na utekelezaji wa ilani. Lakini niliona mwenyekiti wa chama kata Utalingolo naye ameridhika sana na utekelezaji wa ilani. Kona mimi ni nani sasa ninayekataa kusema sijaridhika na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi? Ingekuwa kikwetu ningewauliza, are you we pay as you we pay? Are you we pay as you we pay? Hongera sana Mheshimiwa Diwani. Mpete, are you we pay as you we pay? Kwa kazi kubwa imefanyika. Na mimi nakushukuru kwa kazi kubwa uliyofanya. Naungana nao kabisa wote walio sema ya kwamba kazi kubwa imefanyika na wanakuunga mkono kwa hatua hiyo. Na kweli sisi sote ni mashahidi. Tumeona kazi iliyofanywa vizuri na serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa diwani na madiwani wote wa wilaya ya Njombe, kwa sababu leo niko hapa, tunawapongezeni sana kwa shughuli kubwa mlioifanya. Madiwani, viti maalum, madiwani wa kata, mbunge, wote kwa ujumla mimi ninawapongeza sana. Mmefanya kazi kubwa. Ukiangalia leo hapa tumeoneshwa kidogo tu. Wakati tulikuwa watoto tunaangalia movie, tulikuwa tunaangalia tulela. Yaani hii ilikuwa ni tulela tu. Ukienda na sehemu nyingine ni ya kushangaza. Sasa Kibena sijui kushangaza. Sio mnasema aganisizwe asiganisizwe. Sio Kibena hicho? Ni ya kushangaza sio? Aganisize asiganisize. Akushangaza haya mambo ni ya kushangaza. Hii ni tulela tu. Lakini kuna mambo makubwa zaidi ambayo yamefanyika kwenye nchi yetu, kwenye wilaya yetu, kwenye kata zetu na kwenye vijiji vyetu. Wakati namwangalia daktari hapo, anatuonesha hivyo vifaa ambao vipo pale kwa ajili ya kuhudumia akina mama na watoto. Unashangaa haya mambo yanafanyika kwenye kata leo, wakati zamani ulikuwa unayapata kwenye hospitali za rufaa. Na haimaanishi ya kwamba kila kata imepata, hapana. Kata zingine hazina. Lakini kata ya Utalingolo mnavyo hivyo vifaa. Na ndio maana sasa vifo vya mama na watoto vimepungua sana katika nchi yetu. Kwa sababu uwekezaji mkubwa umefanyika kwenye kata. Vituo vya afya vimejengwa.
vifaa tiba vimeletwa, madawa yote muhimu kwenye kata yote yameletwa, ni zaidi ya 95%. Hii yote ni kuhakikisha kwamba Mtanzania anakuwa na afya njema, Mtanzania anahakikishiwa usalama wake na afya yake na kuwa na maisha bora. Lakini Mheshimiwa Diwani hakuishia hapo tu. Akasema kuzaa ni jambo moja, kulea ni jambo jingine. Akasema lazima pia tupambane na udumavu. Akaendelea na swala la kupambana na swala zima la nini? La udumavu. Ambapo wamegawa vyakula vingi vya kutosha, wanyama hai, na kwingine ukienda kwenye kata ya Njombe kule walikuwa wanagawa mpaka mayai. Wengine wanagawa simbili kulingana na mazingira ulio nayo, kwamba kitu gani wananchi wako wafanyie ili uwe rahisi kwao. Tunatengeneza taifa la leo na la kesho. Hatuwezi kuwa taifa la kesho ambalo la watu wamedumaa, ambao tunataka tuwe viongozi kwa baadaye. Kwa lazima kiongozi anaanza kutengenezwa akiwa mdogo. Kwa mimi kwa kweli ninashukuru sana, na kwa sababu umesema utaenda kujiuliza na familia yako, na mimi nakuunga mkono kajiulize. Utalingolo oye! Utalingolo oye! Lakini kazi hii kubwa imefanywa kwa maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Diwani Mpete akatekeleza, wakamsimamisha wakafanya. Na ndio maana naambia Mheshimiwa Mpete ayuipe asiyuipe amefanya, sio? Lakini Mheshimiwa Mbunge Mwanyika ayuipe asiyuipe. Lakini naendelea kuuliza pia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ayuipe asiyuipe. Wamefanya wote hao watu. Na sisi leo ni mashahidi, tumeona kwa macho. Mwenye macho haambiwi tazama. Mwenzangu alisema usione vyaelea vimeumbwa. Watu hawalali, wanapambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna maendeleo kwa ajili ya wananchi wao. Kwa mimi ninawapongeza sana, nikipongeza Chama cha Mapinduzi yenyewe kwa ilani nzuri ambayo inatekelezeka. Wengine hawana hata ilani, lakini leo ndio wanatuambia kwamba tusifanye uchaguzi. Uchaguzi ni wa kikatiba, na niwaombe sana wananchi wote, ni mwaka wa uchaguzi. Niwaombe tuendelee kudumisha mshikamano tulio nao, tuendelee kudumisha umoja tulio nao. Kamwe tusiruhusu mtu au kikundi cha watu kikatugawa. Maana mateso atakayokuja kutokea yatakuwa ya sisi sote. Na bahati mbaya zaidi, yanakuwa mabaya zaidi kwa upande wa kina mama, yanakuwa mbaya zaidi kwa wazee, yanakuwa mabaya zaidi kwa watoto. Tusiruhusu mtu atugawe. Tuendelee kusimama kuhakikisha kwamba amani yetu tulio nayo mtu acheze. Amani yetu tulio nayo tunailinda kwa nguvu zetu zote. Na tunapoelekea kwenye uchaguzi, tunaamini ya kwamba tutaendelea kupata viongozi bora ambao wataendelea kulisukuma gurudumu letu la maendeleo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ikifika Oktoba, mjitokeze pia kwenda kupiga kura.
tabia ya kujiandikisha alafu siku ya kwenda kupiga kula uendi, tuachane nayo. Lazima tujitokeze kwa wingi kuhakikisha kwamba tunaitumia haki yetu ya kikatiba ya kwenda kupiga kula ili kuwaleta viongozi ambao tunawahitaji. Kwa hiyo mimi ninawapongeza sana, pamoja na kazi nzuri Mheshimiwa Diwani ulioifanya. Na kwa kweli mimi nakupongeza. Wanasema mcheza kwao hutunzwa, sio? Huyo jamaa alikuwa mwenyekiti wa halmashauri, nimegundua huko amejipendelea zaidi. Kwa sababu jana nilikuwa Uwemba, kule niliona bilioni 2. Lakini huku nimeona bilioni 3. Zimekuja kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Kwa mimi nikupongeze sana, na kwa kweli sisi kwa upande wetu na kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi tunakupongeza na tunakutakia kila laheri kwenye ratiba kubwa ya uchaguzi inayofuata mbele yetu. Mungu awabariki sana, asante sana. Mwenyekiti wa vijana mkoa, ndugu zangu wana Utalingolo, kama alivyosema mwenyekiti, jumuiya ya wanawake wilaya ya Njombe, Erasto Mpete kama mwenyekiti wa halmashauri, lakini kama yeye kwa uchaji wake ambao Mungu amempa, amekuwa akiunga mkono sana jumuiya ya wanawake wilaya ya Njombe. Amekuwa mdau mkubwa sana wa kuhamasisha maendeleo kwenye jumuiya ya wanawake wilaya ya Njombe. Tulipokuwa tumepata maafa wa kuunguliwa na jengo lile la UWT, ndiye mdau wa kwanza kuhakikisha kwamba jumuiya inaamka tena. Alituchangia zaidi ya mifuko 50. Mpete oye! Maendeleo oye! Lakini wakati tunajenga nyumba ya katibu wa UWT wilaya, sio kwamba sisi UWT hatuna, tunacho. Lakini Biblia inasema aliye nacho ataongezewa. Mpete alituchangia lori la tofali, akatuchangia mchanga, akatuchangia mifuko ya simenti, akatuchangia na gari kwa ajili ya kubeba mbao pale Taniwati. Gari la kwake, mafuta ya kwake. Kwa hiyo kwenye swala la maendeleo, tulipokuwa tunaangalia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha mwaka 2020-2025, Mpete ameweza katika nyanja zote, amewatazama na viongozi wa chama. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa UWT niseme kwa hiki ulichokifanya hapa, ndugu zangu wana Utalingolo, amesema mwenyekiti wa vijana kwamba muda bado, lakini mimi kwa sababu yaliyofanyika hapa yamefanyika na Mheshimiwa Rais, yamefanyika na mbunge, lakini yamefanyika na Mpete. Kwa hiyo anachofanya Mpete amekifanya na Mheshimiwa Rais na amekifanya Mheshimiwa mbunge. Jamani, kumpongeza Mpete ni kumpongeza Mama Samia. Mpete oye! Kwa hiyo ndugu zangu, yaliyofanyika hapa, mimi nilipokuwa naangalia, babangu mimi natoka kata ya Matembwe, lakini kwa sasa natoka kata ya Ramadhani. Sijaona kabisa, sijaona. Ujue nimeangalia, nimeona kabisa ni uwasilishaji, yani uwasilishaji mkubwa. Kwanza makala ilivyoandaliwa, lakini miradi iliyotekelezwa mmoja baada ya mwingine, lakini umegusa pia masuala ya kijamii. Ameingia mpaka kwenye michezo, kwamba kumbe kupitia michezo tunapata maendeleo. Nani kama Mpete? Nauliza tena, nani kama Mpete? Mambo aliyofanya Mpete sio ya kitoto, yanafaa kuigwa. Mimi mwenyewe ni kiongozi, leo nimekuja kusoma na darasa hili limeniingia, na mimi naenda kufanya ili kuleta maendeleo kwa jumuiya ya wanawake. Kwa hiyo Mpete, mimi nakupongeza sana. Lakini jambo la pili na la mwisho, pamoja na haya yote yaliyosemwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi kama mwenyekiti wa UWT wilaya Njombe, nimewaona wanawake wenzangu wengi hapa
Wanawake wenzangu, mwaka 2025 tuna jambo letu. Sema tuna jambo letu. Mwaka 2025 wanawake tunakwenda kupiga kura, kwa sababu mwaka 2025 licha ya kwamba Chama cha Mapinduzi kimempendekeza mgombea wa Chama cha Mapinduzi ili akagombee Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia wanawake ndo mwaka wa kwanza sisi kwa mwanamke kusimamishwa ili akapigiwe kura. Kwa vipi? Kwa hiyo tunakwenda kupiga kura mwaka 2025. Ni mwaka ambao ni tofauti na miaka mingine yote. Tumepata neema, tumepata baraka, tumepata upendeleo, tukautumia upendeleo huu ili Dr. Samia Suluhu Hassan akashinde, sio kushinda tu, akashinde kwa kishindo, akatoke na kura za heshima 98.99999. Simia hiyo. Niwaombe wanawake wenzangu, tuinuke kwa pamoja, tupuuze maneno ya wababaishaji, tupuuze maneno ya watu wanaosema kwamba hawajaona kilichofanyika. Hata hapa Utalingolo Mama Samia yupo. Tumeona ndugu zangu kwenye uwasilishaji wa ilani, tumeona vituo vya afya, tumeona madarasa, tumeona barabara, tumeona mikopo, tumeona michezo. Kwani tumeona ndugu zangu? Tumeona kote anaonekana. Niwaombe tukainuke kwa pamoja. Mambo ambayo wanasema wenzetu ya no reform no election tuachie. Hao ni wapita njia. Hii ni nchi ya kwetu, si tulioamua kukaa kwenye taifa letu. Twendeni tukatiki. 2025 nikisema twendeni tukatiki, nikisema mnatiki au amtiki, mseme tunatiki. Mnatiki au amtiki? Tuseme wote Oktoba tunatiki. Na tunatiki kwa Mama Samia. Twendeni wote kwa pamoja kama tulivyomuunga mkono leo Elasto Mpete, tukamuunge mkono Mama Samia, lakini twende na Deo Mwanyika. Wanangu wawili hapa walikuwepo, yuko Tumaini Mtewa na Mwarufuna, twende nao. Tumeona, kwani tumeona wampiga magoti kwa ajili ya Mama Samia, anayemuunga Mama Samia tutembee naye. Mimi na kwa upendo mkuu, kwa moyo wa dhati. Naume mko hapa, twendeni tukatiki Oktoba. Haya mambo mengine tuyaache, tumpe miaka 5 mama atembee nayo. Kama kuna mwanamume mwingine baadaye atakuja, ajage baadaye. Lakini sasa wanawake kwanza. Hapo vipi? Saizi wanawake kwanza. Achana na mfumo dume, twende na mama. Achana na vitu vidogo vidogo. Ametekeleza kwa ukubwa. Niwaombe hata hapa Njombe amefanya. Niwaombe Oktoba twendeni tukatiki. Wanawake wenzangu madiwani, twendeni na Mama Samia, tusogee hapa tumuombe. Oktoba tunatiki. Wanawake, mwenyekiti wa UWT Utalingolo, katibu wako, sisi tumekuja kwa ajili ya Mama Samia. Oktoba tunasema nini? Tunatiki. Oktoba tunasema nini? Tunatiki. Kwa Mwanyika tunafanya nini? Kwa Utalingolo diwani Mpete tunafanya nini? Kwa Mama Samia tunafanya nini tena? Yaani sisi tunafanya nini? Kwa Mama Samia tunafanya nini? Tunatiki. Leo hapa, si ndio jamani? Sisi Wabena tumefundishwa kitu kimoja, wanasema hakufae kwa ziki ndiye. Mheshimiwa Mpete amekuwa na ushirikiano mkubwa sana na jumuiya ya umoja wa vijana. Mwenyekiti wa wilaya atakuwa shahidi. Kila tutakapokuwa na jambo na tukamuomba tusaidie, sisi vijana tuna jambo 1 2 3, amekuwa mstari wa mbele. Lakini tunapokuwa kwenye vikao vyetu tukishauriana na kuzungumzia masuala ya michezo, kwamba jamani, vijana tusipowachangamsha na kuwafanya wafanye michezo na shughuli nyingine mbalimbali, watakuwa hopeless, lakini watakosa sehemu za kubadilishana mawazo na kuweka miili yao iwe na afya sawa sawa. Katika kata zote za mkoa wa Njombe, kata inayofanya vizuri kwa michezo
ni kata ya Utalingolo. CCM oye! Hayo ninasemea ya kwangu, ya kwenu mnayajua nyinyi, si ndio jamani? Lakini leo muwazi, mimi kijijini kwetu Mkiu na Iwungilo, si ndio jamani? Nikitaka kwenda Mkiu mara nyingi njia bora ambao hata nikiwa na gari ya chini napita ni hii hapa. Na ni njia bora ambayo tunaona kabisa mahusiano ya mheshimiwa diwani wenu na mbunge ni makubwa sana. Lakini mahusiano ya mheshimiwa diwani wenu na viongozi wa serikali, hivi vitu jamani, kwa macho ya kawaida vinaonekana kama ni vyepesi sana, lakini ni vitu ambavyo ili uvipate lazima uwe na ushawishi wa kuvipata. Kwa mimi nimpongeze sana mheshimiwa diwani kwa kazi kubwa anayofanya, na haya yote aliyoonyesha haya ni mambo makubwa. Mimi na uhakika tukipata bilioni 3 hapa zikamwagwa, kila mtu ataondoka na hela na nyingine tu watakuja kuokota watu ambao hawakuwepo hapa. Bilioni 3 zikamwagwa kwenye hiki chumba, bilioni 3. Kuna watu watatoka Makambako watakuja kuokota hela na zitakuwa hazijaisha bado, na kila mtu atakuwa amebeba ameweka kwenye begi na ameridhika kutokana na kiwango kilichopo. Kwa kata kama hii kupata ni bilioni 3 ni maendeleo makubwa sana. Lakini mimi nitakuwa tofauti na watu wengine wote kwa sababu mimi ni refa. Huu mchezo unakoenda huku mimi ni nani? Refa. Muda utakapofika wa kugombea tunamtakia kila laheri. Mimi siwezi kusema kama wenzangu walivyosema. CCM oye! Na wote waliofanya faulu hapa leo nimewasamehe. Sitawajadili popote. CCM oye! Nimetoa msamaha wa bure kwa sababu nafasi kama hii ukiipata lazima utoe nini? Ya moyoni. Kwa hiyo yale ya moyoni na mimi nayaacha moyoni. CCM oye! Baada ya kusema hayo, natoa salamu za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe kina ushirikiano mkubwa sana na kata hii, na nyinyi ni mashahidi. Tumekuja kwenye ziara, tumekuja kwenye mikutano. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Njombe kiongozwa na mwenyekiti wake Deo Sanga, katibu wake Julius Peter na mwenezi wake Josaya wamenituma nije kuwawakilisha. Kutokana na majukumu walionayo wameshindwa kufika hapa leo siku ya leo. Kwa wameniambia nije kuwawakilisha, na uwakilishi wao huu kama nilivyowaambia mengine sitayasema, ila nitasema Utalingolo wanawasalimia sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa kumalizia kabisa, naomba niwasimamishe madiwani viti maalum na diwani wa Uwemba. Diwani wa Uwemba, mimi kama mwenyekiti wangu wa vijana ni diwani ninayejivunia sana kwa sababu ndio diwani kijana ninayemtegemea, si ndio jamani? Katika madiwani wadogo kuliko wote mkoa wa Njombe, diwani ninayemtegemea ni diwani wa wapi? Yaani nikiwaza hivi, mtu akiwa anamgusa hadi mimi mwenyewe moyo kidogo unachomoka. Kwa hiyo sisi kama vijana tutaendelea kumuunga mkono kwa sababu kazi anayofanya ni kubwa na nyinyi wenyewe mnaona. Sisi kama vijana tuna haki ya kuhakikisha vijana wenzetu wanapata nafasi. Si ndio jamani? Na lakini mnavyomuona vile alivyo analelewa vizuri sana na mzee wetu. Na mimi diwani wa Uwemba akinikwaza huwa moja kwa moja namwambia Mpete. Kwa hiyo Mpete naye na watoto wake huko. Si ndio jamani? Lakini niwapongeze sana hawa mama zangu. Mimi nimekuwa nikienda misibani, nikienda harusini, nikienda sehemu zozote. Mbona nimeongea mpaka mwandishi wa habari katikisa kichwa? Manake kweli ninachokisema ni cha kweli. Kila sehemu ninayoienda, sio kwamba hawana kazi za kufanya, ila wameamua kushirikiana na kuwatumikia nini? Wananchi. Kwa hiyo mimi nawaombea na nimesema niwaite hapa niwapongeze kwa kazi kubwa mnaofanya na Mungu awabariki. Msichoke kuyafanya hayo mnayoyafanya. Kwenye kazi zetu hizi za siasa kuna muda huwa tunachalangana. Si ndio jamani? Na muda ndio huu hapa. Kwa hiyo sasa hizi tu msitegemee utasifiwa, Mheshimiwa Mpete sio kategemea utasifiwa sasa hivi. Mheshimiwa Jackson sio kategemea utasifiwa. Sasa hivi ndio mabaya yote waliyofanya yatakuwa wazi, ya kutunga na ya kusingiziwa, lakini sisi tunawatia moyo. Dhamira yenu kuwatumikia wananchi ni kubwa, msikate tamaa, msiyasikilize maneno. Kuna watu wengine hawana hata uwezo wa kufanya wanayosema wanaweza kuyafanya, msiyasikilize. Riziki ya uongozi inatolewa na mtu mmoja tu, Mungu wa mbinguni. Kwa hao wote viongozi waliopo, hata mkuu wa wilaya ukimuuliza ukute alikuwa mwalimu wa sekondari, lakini leo ni nani? Riziki hiyo amepewa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo hakuna binadamu wala kinyagalagosi yoyote anaweza kazuia riziki yako. Hata kama mtu asipokuunga mkono kwenye uchaguzi tunaouendea, sie yeye aliyekufanya usiwe, ila Mungu kuna kitu kwa kuepusha nacho. CCM oye!
Baada ya kusema hayo, mtumishi wa Mungu, naomba nimalize niwatakie sakramenti njema ndugu zangu, nawapenda sana. Lakini tunapoingia kwenye uchaguzi mkuu, haimaanishi kwa sababu ni haki ya kikatiba ya kila mwanachama wa CCM kugombea, basi viongozi waliofanya vizuri tuwabeze na kuwatoa kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi. Binafsi niwaambie watu wa Utalingolo, huyu bwana Mpete tunatiki na tunaenda naye Oktoba. Na tunawaomba watu wa Utalingolo, mumuunge mkono diwani wenu. Hana faida kwetu sisi kwa anayoyafanya, anafanya kwa faida ya watu wa Utalingolo. Utekelezaji huu wa ilani, namna tulivyoona, tumekuwa na diwani wa CCM hapa kwa 2010 mpaka 2015. Yaliyofanyika na Mpete hakuyafanya. Tumekuwa na diwani wa chama cha upinzani 15-20. Yaliyofanyika na Mpete hakuyafanya. Huyu ameyafanya haya. Tunamlinganishaje na mtu mwingine ambaye hakutufikisha alipotufikisha Mpete leo? Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Mheshimiwa DC, tunaelewana jamani? Mpete ameupiga mwingi mpaka shabiki naye anaona ngoja niingie labda na testi, naweza nikafika pale. Lakini Mpete umetisha vibaya mno. Na nimesikia pia wako watu waliwahi kuwa madiwani, kwa sababu ya namna Mpete alivyoupiga mwingi, wanahamasisha huko watu waseme vibaya. Mpete, songa mbele, vijana tunasimama na wewe. Na raundi hii ukiona vijana tumesema tunakwenda na wewe, hayupo atakayetuweza. Nimesikia umeleta mikopo, nimeona pale milioni 257 Utalingolo. Endelea kuwapa vikundi vya vijana tunufaike. Lakini pia nimeona barabara. Jamani, barabara sio lazima muone lami. Kuna maeneo huko hayapitiki hata wakati mvua hakuna. Miundombinu lazima ipewe bajeti ili itekelezwe kwa wakati. Kwa hiyo endeleeni kuvumilia. Serikali ya Chama cha Mapinduzi ni sikivu, italeta lami wakati ukifika. Lakini kwa sasa Mpete, endelea kusukuma fedha nyingi zije. Hizi B3 kama umeziweka kwa miaka 5, tunatarajia unapokuja kutusomea 30, kwa sababu tuna uhakika utakuwepo, zije kuwa ni B6. Ikiwezekana tena mwenyekiti wa chama wa kata wa wakati huo naye achanganyikiwe, aombe tena kufanyaje? Mheshimiwa DC, mimi kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi wilaya Njombe, hatuna baya na Mpete. Hatuna baya na Chama cha Mapinduzi hapa Utalingolo. Kamati ya siasa, kawatendeni haki wagombea, kawatendeni haki wana CCM, tuondoe makundi Utalingolo, tusirudishe chama pinzani, tuendelee kuwa na Chama cha Mapinduzi ndani ya kata yetu ya Utalingolo. CCM oye! Mwenyekiti wa CCM oye! Lakini namuwakilisha jamani, ila kuwakilisha kuzuri. Shukrani sana na Mungu awabariki.